Today I want to speak on something that is not very new to us. Jambo ambalo si geni sana. And just before that, I just remind us, the last 2 weeks tumekuwa tunaongea kuhusu sehemu ya muumini, the position of a believer in Christ. Sehemu yangu, sehemu yako katika Kristo, na naamini ya kwamba tumekuwa tukibarikiwa, na iwapo haujakuwa pamoja nasi, you can always follow, and that message you can get it vizuri, na itakusaidia sana kuweza kujitambua. We are the children of God, we are the redeemed of God, we are the children of God, we are forgiven, we are set free, na mambo mengine kama yale. Hallelujah. So, I want to speak about familiarity. Familiarity. Familiarity kwa Kiswahili ni mazoea. Mazoea ama kuzoea. Si umewahi kuwa unaongea na mtu akakukasirisha alafu kumwambia aje? Umenizoea. Ama acha kunizoea. Tumezoeana sana. Tumezoeana sana. So I want to speak about mazoea or familiarity, and just of course in the context of the word of God. And familiarity, it is a relaxed friendliness or relaxed friendliness, urafiki ambao umezoeana, having known each other for over time. Maybe mnaweza kuwa umejuana na mtu kwa muda, na kwa sababu ya kujuana, so huyo mtu, as you talk to them ama as you engage to them, it is not official, you know, hakuna pressure, hakuna tension, you just are so free to talk to them, and sometimes you can crack a joke, sometimes, you know, it is not a very formal kind of friendship or setup anytime you meet with such kind of a friend ambaye mmejuana kwa muda. But then familiarity, it is not a very good thing in any relationship, as there are some negatives that may come out of that familiarity. Mjua mnaweza kuwa mmejuana na mtu na umempatia heshima zake, na kuna vile huyo mtu usipochunga inaweza kuwa too much. Mazoea inaweza kuwa too much. And that is why unaweza kuta kwamba umekuwa na rafiki na inafika mahali unamwambia umenizoea sana. So we need to be careful, and if it's not a good thing, a very good thing, the familiarity, then I think it's something that every one of us should fight against. Mazoea sio mazuri sana, ama tu niseme si mazuri. Hii hali ya kuzoea vitu sana, kuzoea mambo sana, kuzoea watu sana, it is not good. One, for you, and also for the relationship of the other person. As I'm going to show you later, familiarity fights commitment and loyalty. Kuzoeana huwa inapingana na ile hali ya kujitolea na kukua, loyalty, I lack a powerful Kiswahili word, lakini ile hali ya kukua mwaminifu kwa mtu. Loyalty, you are so faithful to this person. When you are loyal to somebody, when they call you, hautalenga simu. When they call you any time of the day or night, you will respond. It may cost you, but when somebody calls you, maybe a leader or your, someone who is your leader, akikuita hata kama ni saa ngapi, you will not give excuses, because you are loyal to this person. You will go. You may pay every price, because you want to be faithful to that person. Commitment is more or less the same as well. That you are so much committed to this person that you have the best interest of this person. Now, that's what I'm saying. That familiarity, it will fight commitment and loyalty.
if ukizoeana sana na mtu vile ambavyo ulikuwa umekuwa committed kwake, atakwambia kitu na ufanye mzaa. So hautafanya kwa sababu unajua juu ni rafiki yangu ama ni so and so kwangu, tumezoeana, so hata nisipofanya hata kasirika, hata nikasirikia. You understand? So haitakuwa na, hatutabishana sana kwa sababu after all huyu ni mtu ambaye ninajua. So it is something that we need to fight because it will affect commitment at the end of it. Now you realize when we talk about familiarity, it means that of course you're no longer committed as you used to be. You are not committed as you used to be. Some of us or some Christians or believers, kuna vile ambavyo when you got saved, you are very committed to the things of God. You are very committed to prayer. You are very committed to desire to love God and to desire to, your heart was for God. But over time, you realize that Mungu ni beste. So ukisema Mungu ni beste, rafiki, you know, na rafiki tunajianinga na marafiki na huku, so kuna uwezekano mkubwa hata Mungu unaweza ukamwenjoy vile ambavyo umekuwa ukiejeana na watu wengine na huku. And this is a subject that affects every one of us. Familiarity. And the question that would come to you or to me this morning is, my actions, my commitment to God, ama vile ambavyo ninachukulia mambo kwa Mungu, am I like familiar to him? Or am I walking or living a life of familiarity, maisha ya uzoefu, mazoea, nimezoea hii. If familiarity, you realize that you're not submissive even to the authority at all. So if you do it, fine. If you don't do it, tumezoeana. You also realize that you don't see the urgency of the matters of God or even the importance. Ikifika mahali ya kuzoeana na Mungu ama kuzoeana ama mazoea kama Mkristo, unajikuta ya kwamba not this, if you're in such kind of a situation whereby mambo ya Mungu haikuji mwanzo kwako, kuna vitu zingine una realize ya kwamba they are more important. Okay, they are important, but usipochunga unaweza ona ni kana kwamba they are more important than this, or than God, or than fellowship, than prayer, than your relationship with God. Kuna vitu zingine ambazo zinaweza kuja kwako, zikikuja hauko mbali ama nini, unakuta kwamba they are taking the time of God, time ya Mungu zinachukua. We need to be very careful with that. So commitment, familiarity, it is something that I want us to be very careful. And tujue Mungu ndio ni rafiki yetu na yeye ni baba yetu. Lakini kama yeye ni baba yetu, tumemzoea kiwango gani? And this affects, it goes all the way even to our families. I will share that later. Into our other relationships. It is good to be careful. Hii mambo ya mazoea ama kuzoea, it has killed, as I said, a fight. Unajua mali kuna vita, usipochunga kuna uwezekano wa kifo. Praise the name of the Lord. If you're not careful, kuna uwezekano wa kupoteza pia. Mahali ambapo kuna mazoea, hata katika ndoa, hata katika kazi, biashara, name them. Mazoea, familiarity ikiingia, it is spoils. And that's why we need to be very careful. Now, let me show you somebody or some people
ambao walikuwa ama walionyesha some sort of familiarity even during the time of Jesus. Now, Mark chapter 6 from verse 1. Mark chapter 6 from verse 1, the Bible inasema hivi. Jesus left that place and went back to his hometown, followed by his disciples. On the Sabbath, he began to teach in the synagogue. Tunasoma Mark chapter 6 and I'm in verse 2. On the Sabbath, he began to teach in the synagogue. Many people were there, and when they heard him, they were all amazed. Where did he get all this? They asked. What wisdom is this that has been given him? How does he perform miracles? Isn't he the carpenter, the son of Mary, and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters living here? And so they rejected him. Verse 4. Jesus said to them, prophets are respected everywhere except in their own hometown and by their relatives and their family. He was not able to perform any miracles there, except that he placed his hands on a few sick people and healed them. He was greatly surprised because the people did not have the faith. Bwana asifiwe sana. This is a story of Jesus. And Jesus, ukisoma chapter 5 and even chapter 4, chapter 5, Yesu amefunza mambo mengi sana, mafunzo kuhusu ufalme wa Mungu. Katika chapter 5 amefunza, na baada ya kufunza pia akaponya waliokuwa wagonjwa, na pia kuna hali ya kutoa mapepo, and miracles were happening. And when he's doing this in chapter 5 of Mark, ako katika mji mwingine ambao uko karibu na nyumbani kwao, lakini sio nyumbani kwao. Kuna watu walikuwa wanakuja karibu na yeye, wanajua huyu ni mwana wa Mungu, na kwa sababu ni mwana wa Mungu, ninajua ako na uwezo juu ya maisha yangu, anaweza kuninenea na maisha yangu ibadilike. Anaweza kuniombea na ugonjwa ukatoka ndani yangu. So many people came and Jesus healed them. And Jesus transformed or changed their lives for good. Some would come. Actually, when you read verse 29 of Mark 5, kuna mama pale ambaye alikuwa na ugonjwa wa kutokwa na damu kwa miaka mingi. Na huyu mama alikuwa ametafuta msaada kwa madaktari wengi sana. Verse 26, the Bible says, even though she had been treated by many doctors, she had spent all her money, but instead of getting better, she got worse all the time. She had heard about Jesus, so she came in the crowd behind him, saying to herself, if I touch his clothes, I will get well. Huyu mama baada ya kuzunguka kwa madaktari kutafuta msaada mahali popote pale, alisikia kwamba Yesu anapita pale kwao, na akajiambia kwamba if only I touch the hem of Jesus, I touch his cloth, I will get well. And surprisingly enough, or miraculously enough, the Bible says she touched his cloak and her bleeding stopped at once. And she had the feeling inside herself that she was healed of her trouble. Alijua ndani yangu mimi, kwa sababu ya kukutana na Yesu, Bwana Yesu asifiwe sana, kwa sababu ya kukutana na Yesu nimepona. Praise the name of Jesus. And Jesus was there, and actually he realized
that something has gone out of me. There is somebody ambaye ameniguza. Actually, Jesus asked that. Going to verse 34, the Bible says, Jesus said to her, because huyu mama alijitokeza na akasema ni yeye. But then verse 34, Yesu akasema hivi, my daughter, your faith has made you well. Your faith, it is only that Jesus didn't tell this woman, I believe, Jesus didn't tell this woman, your faith in me has healed you. But that is it. The faith and the confidence that this woman had towards Jesus, it made her well. That was a miracle, and many others that Jesus did at that particular place. But then coming to chapter 6, verse 1 gives a very good introduction. That Jesus left that place and went back to his hometown. So he was not home. So kule alipata kufanya huduma na akabadilisha maisha ya watu. Uko wengi hawakumjua. Walijua ametoka mahali fulani, lakini kuna vile ambapo kulikuwa na some sort of distance relationship that these people had with Jesus. So Yesu amerudi nyumbani hapa, na wanafunzi wake pia wameenda pamoja na yeye. Na Biblia inasema ya kwamba hii siku ya Sabato akawa anafunza pale kwa sinagogi, pale kanisani tuseme. And so many people are there, as the scripture says. Na wengi sana wakawa wanamsikiza na wakawa wanashindwa, huyu si tunamjua. Yale mambo anayafunza ni mambo mazito. Yani ni siri za ufalme wa Mungu. The Bible says they were all amazed. Walishangaa wanafunzwa venye Yesu walikuwa wanafunza, that is. And some were asking, now haya mafunzo wanafunza inakaa iko na ukweli wake ndio, lakini haya mambo ameyatoa wapi? Where did he get all this? People were asking. Alafu wanauliza, hekima hii imepeanwa na yeye, imetoa. What wisdom is it that has been given him? And how does he even perform miracles? Do you know why all these questions are coming? Na ni kwa sababu ujue sasa Yesu wako pale kanisani kwao, nyumbani, home church. Yeah? Home church. And people are asking so many questions because they knew him. Kwa sababu walimuona akizaliwa. Bwana asifiwe sana. So wako na doubt mingi sana na yeye. Kuna wale wana doubt lakini hawataki kusema, lakini something is disturbing them inside. As a matter of fact, some are asking, huyu si ni seremara. Seremara inakuaje sasa anakuja kufanya miujiza, anakuja kuongea vitu zilizojawa na hekima ya Mungu. Hizi vitu ametoa wapi? Wengine wanasema huyu ni seremara, mtoto kijana ya Maria. Mama yake hapa ninamjua. Mama yake tunakutanaga labda kwa soko. Mama yake ni mama yake alikaa kwa muda kama hajapata mtoto, akona mashida hivi na hivi. They must be asking questions. Son of Mary. After all, huyu si ndugu yake akina James, si ndugu yake Joseph, Judas. Ndugu wake ama dada zake wanakaa hapa na sisi. Si tunawajua. We know that. Now, the most surprising thing is this. As Jesus taught those amazing facts and wisdom of God, na wakajiuliza yale maswali, kilichokuwa cha uzuri ni kwamba the Bible says in verse 3, the last part, and so they rejected him. Walimkana. Walimdharau kwa neno nzuri. Walimdharau. Amewafunza. And remember the same Jesus here, ametoka kufanya miujiza, ametoka kuponya watu, amefanya mambo makubwa na akapokea heshima kubwa sana mahali ambapo alikuwa. But now here there is now what we call familiarity. Maana sifiwe sana. We are familiar to you, we know you. So wewe unatuambia nini? Wewe ni mtoto, tunajua kile unasema tunajua. Can you tell us something? Can you get out of the way and bring somebody else who can tell us what we don't know?
or even though we know that let's have somebody mwenye anaweza tuambia, lakini wewe seremala, mtoto wa Joseph hapa, tunakujua na ndugu zako na dada zako wote tunajua. We know your weakness. Tunajua kile mlipitia na kile ambacho hamkupitia. So whatever you are telling us, we don't understand. But they are failing to understand that this was Jesus Christ, Son of the living God. In as much as he was the son of Mary, fine, but then he had also another higher authority than being just ambaye walikuwa namjua pale kwa mshago ama pale nyumbani. And the Bible says this. Jesus wakati alisikia maneno, because he knew hawa watu wamenidharau, hawa watu mezoeana, because hapa ni nyumbani, maybe nikienda narudingi tu hapa, so wanajua weakness zangu zote na hawaniheshimu. Lakini Yesu akawaambia, everywhere a prophet is respected, everywhere except in their own hometown and their relatives and their family. That was a very wanting statement. Haikuwa statement mzuri sana, ya kwamba hata kama wewe ni nabii ama hata kama wewe ni nani, nyumbani kuna vile watu hawakuja kuchukulia vizuri, wamekuzoea. Na tulianza kusema mazoea sio mazuri, and I'm going to show you why. Mazoea izuie sana sana katika maisha yako, izuie iwezekanavyo, because there's so many things, there's so much that you're going to miss out of familiarity, the spirit of familiarity, ile hali ya kuzoea, uzoefu wa mambo. Bwana Yesu asifiwe sana. And the Bible says, verse 5, now actually this brings me to, in as much as maybe I might mention it, it gives us the repercussion ama matokeo ya uzoefu ama mazoea. Yeah? Verse 5, the Bible says Jesus was not able to perform any miracle there. Where? At home. Na ukumbuka hajashuka hadhi yake. Yesu ni yule alifanya miujiza, aliyeponya, aliyefufua, aliyefanya vitu kubwa. Wakati amefika nyumbani, Biblia inasema hakufanya miujiza pale. Kwa nini hakufanya miujiza? Kwa sababu hata wale angefanyia miujiza, in the first place, wamemzoea. Wamemzoea. Bwana Yesu asifiwe sana. So kwa sababu hiyo mazoea, hakuna vile wangemheshimu. Let me tell you this. Ukizoea mtu, heshima inapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukizoea heshima inapotea. Ukizoea mtu, kuna vitu ambavyo ulifaa kufanya na hautafanya. Kuna vitu ambazo ulikuwa unafanya, lakini kwa sababu ya vile muda umesonga, ukizoea, unajikuta ya kwamba hata usipofanya haikusumbui. And the moment you do that, there is so much that you will miss on. This man, because these people in nyumbani kwa kina Yesu hawakupokea miujiza. Does that mean these people hawakuhitaji miujiza? No, they needed. Actually, ukienda Biblia inasema ya kwamba except that he placed his hands on a few sick people and he healed them. On a few. Nao labda wale miongoni mwao, inasmuch walijua huyu ni hapa kwetu, waliamini katika yeye, waliweka imani yao katika yeye, so wakasujudia yeye na wakamwamini na wakamheshimu, na yeye akaachilia uponyaji juu yao. Because let me tell you, if you don't honor with the person that you do not honor, the person ambaye umezoea, even if akufanyie nini, unaona tu ni yule. Hata akuombea aje ama akufanyie vitu kubwa aje, there is nothing much that may come out of that person. Jesus is giving us a very, very good example here. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe sana. And so Jesus was surprised. Actually, Yesu mwana wa Mungu mwenyewe anashangaa. He was greatly surprised. Why? Because these people in his own hometown, they did not have faith. Bwana Yesu asifiwe sana. Those people believed in him. Those people had confidence in Jesus. Those people who honored him.
Bwana asifiwe sana. They are the people who received whatever it is that Jesus had for them in that particular place. Bwana Yesu asifiwe sana. Imagine walikosa kumheshimu, wakamzoea mtu ambaye pia alikuwa amerudisha waliokuwa wamekufa. He brought them to life. But these people, they still could not honor him. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, at home in Nazareth, Jesus, mahali ambapo alianza kufunza, when you read Luke chapter 4, let me show you something there. Luke chapter 4, and from verse 16. Luke chapter 4 and verse 16, Bible inasema hivi. He went to Nazareth where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom. And he stood up to read. The scroll to the prophet Isaiah was handed to him, unrolling it. He found the place where it is written, "The Spirit of the Lord is on me, because he has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor." Now, wakati Yesu alisoma maneno yale, here they began questioning his teachings. Wakaanza kuquestion maneno yake, na ndio sababu katika mstari wa pili in the book of Mark chapter 6, people are like, they are things, anaongea maneno mengi mazito, na wanashindwa haya maneno wanaitoa wapi, na hii hekima wanaitoa wapi, na hizi miujiza ambazo anasema zinafanyika aje. The reason why these people were doing this is because they knew him. Now, they seem to have genuine questions. It is true. Maswali ambayo wanauliza, huyu si tunamjua, miujiza anayofanya, hekima hii anatoa wapi? Haya maswali si mabaya, ni mazuri. But then the problem, it is the sort of the ridicule. Ile hali ya mzaha iliyokuwa inakuja. Kwa sababu wangeuliza tu swali, huyu hiyo mafunzo wanaitoa wapi? Hiyo hekima ni nzuri inatoka wapi? But then they became so personal. Wanaanza kusema, wewe si ni seremala, wewe si na ndugu zako na hapa tunawaelewa vizuri. Note this, at this point they could only see Jesus as the boy Jesus. But they forgot, because they knew him of course from the childhood. They were not seeing the Christ that was sent by God. Because we talk of Jesus Christ, Son of the living God. And that is why so many people today have the understanding, they just know the Jesus mtoto, lakini wanakosa kuelewa, and may God continue to help us to understand the other part of this baby. This gift that was given to us, Jesus, that he is Christ who has come to redeem us regardless of our status. Bwana Yesu asifiwe sana. Actually ni Yesu alikuja kuleta ukombozi hata kwa hawa ambao wanauliza maswali. Yeye ndiye alikuja kuleta ukombozi katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. And as I've said, that Jesus could not do any miracle there. Now, familiarity, one of the things that it does, it closes your eyes to see. Familiarity closes your eyes to see. Now, these people, Jesus is there with them, lakini macho yao ni kana kwamba imefungwa, hawaoni, hawana ufahamu, huyu ni Yesu, mwana wa Mungu, Kristo Yesu, ambaye ni mkombozi wetu sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. So when you're so familiar even to the things of God, you will do what? Hautaona kile ulikuwa unafanya, you no longer see it as important. The fellowship that you had with God, you no longer take it serious. Coming back to relationships, even at home,
when you become so familiar with your wife, when you become so familiar with your husband, kuna vitu mingi sana zitakuwa zinatokelezea pale, and you realize what is happening. It is because you become so familiar to them, position yao vile ambavyo ulikuwa mwachukulia imeshuka. Because familiarity pia inashusha, inashusha hadhi ya mtu. Na si ati kwamba mtu anashuka, wewe ambaye umezoeana, wewe ndio unamshusha. Praise the name of the Lord. So these people, in as much as they knew Jesus, position ya Yesu haikushuka, wao ndio walimshusha. Wanaweza asifiwe sana. So familiarity closes your eyes to see. Another thing, it is that familiarity denies you great opportunities. Familiarity ama mazoea inakunyima nafasi. Kuna vitu ambavyo kuzoea kuna kunyima, because umezoea Mungu sana, so hata wakati anatembea unajua mimi namjua, wacha atembelee hao. Yesu asifiwe sana. Inafika ni wakati wa maombi, wakati wa Mungu anataka kutembea, uwepo wake ameshuka na njia nyingine ambayo si ya kawaida, and because wewe maybe you are in the praise and worship, wewe you are an usher, wewe ni mtu ambaye niliokoka miaka mingi, unasema hizo vitu tumeona kwa muda. Mimi uhusiano na Mungu nimezoea. Sasa wale ambao wajijazwa na Roho Mtakatifu, wacha hao washughulikiwe. Wewe hata unakaa kando unaangalia wengine. Ndio hiyo mazoea. And could be it is an opportunity for you to receive something you've never encountered, something you've never received from the Lord. Bwana sifiwe sana. So mazoea ni mbaya. It will deny you opportunities for the great things that God would want to do to you. It will reveal, it will deny you some revelation that is in the Word of God to be revealed in your heart, in your life. In the name of najua, nimezoea. Biblia nasomanga mara moja kwa mwaka yote. Hiyo ndio tunaita mazoea, and it will deny you those opportunities. Another thing about familiarity will also deny open doors. Kuna milango Mungu angependa kufungua kwako, na kwa sababu ya kumzoea ama pia kuzoea watu, the doors will be there. And as I said about familiarity closing your eyes, you will not see an open door because you are used to it. Hii tumezoea. Bwana asifiwe sana. It also denies your visitation. Familiarity denies your visitation. Jesus was not always at Nazareth, pale nyumbani, because he was always on the move. But when he visited, when he came back home, and I am sure, anytime when you go back home, you want to go with something good. See, when you want to go, hata kama you shall go, most likely you don't want to go empty-handed. You want to go with something that can bless people there. Something that can change the lives of people there or entice people there. But this time, these people, when Jesus has come with whatever he has come with for them, they don't see it. Wanaona tu kijana. Bwana sifiwe sana. And surprisingly, majority of believers, we are in that position. We are so used to Jesus. We are so used to God. We are so used to the things of God that even when he has visited, tunaonanga tu ni yule tumezoea. Si Mungu atusaidie tusipitwe, tusizoee Mungu. Bwana asifiwe sana. Naomba Mungu akusaidie usimzoee. Kama unaweza ambia rafiki usinizoee, umenizoea sana, na unamuinulia mkono, tafadhali usizoee Mungu pia. Bwana asifiwe sana. Because we will miss. Tukimzoea, we will miss. So as I said, Nazareth was one of the places that so many great things and miracles would have happened because it was nyumbani kwa Yesu. Angalia politicians wetu ama big business people, ukiona hapa Nairobi, if you trace back to their homes, wamedevelop kwao. Si ni kweli? They have developed, wamejenga, wamefanya mambo. Kuna mwingine alichaguliwa the other day mahali hapa, alafu ameweka lami imeenda mpaka nyumbani kwake, that is mpaka hapo. So wakati lami inaenda mpaka nyumbani kwake, ni yeye peke yake alipata benefits? Hapana,
Hata majirani mwenye hakuwahi tarajia, hata yeye anakanyaga rami. Kwa sababu inaenda wapi? Kwa mkubwa fulani. Yeah? So Nazareth was one place I believe ingetikisa ulimwengu wakati ule. But that did not happen simply because there are people walizoea na waliongea kwa uzoefu. They did not receive this Christ who was coming even to bring some sort of change and transformation in the lives of them. Why did Nazareth not change? Because of familiarity. Bwana asifiwe sana. So hapo Yesu aliponya tu watu kidogo, as the scripture says, in verse what? In verse 6, he healed a few people sick and healed them. And then he did what? He left. Nazareth walimzoea. Sijui umemzoea Mungu. Sijui kama umemzoea Yesu. When ulianza ukiwa so passionate na yeye, are you still so? Are you still committed to God? Are you still committed to the work ambayo amekufanya, amekuitia, uhusiano ambao umeingia ndani yake nayo? Are you still committed to that? Let me say this, that there are many times we have missed from God simply because of being so familiar. 1, to God, 2, to our leaders, and 2, to our families. And to God, it is what I just said a few moments ago, that tulifanya uhusiano na Mungu kwa sababu Mungu alituokoa. Maisha yetu kuna vile iko inaenda vizuri, and we realize the only source of help is God. Na tukamsongea Mungu, na tukakuwa wazuri, tukafanya kazi ya Mungu, tukahudumu, tukakuwa faithful kanisani, tukakuwa faithful katika watu waliohitaji msaada kutoka kwetu. Yeah? But then because tulizoea sana, we no longer see it as a big deal. Wale ambao katika huduma, you're like, because I have a gift, mimi najua kuimba, mimi si lazima niombe. I just need to get that mic. Nikishika microphone, kila mtu anasimama na naruka kutoka chini mpaka juu. I am gifted. I am anointed. I don't need to pray. Yeah? I don't need anything. I'm okay. Mimi niko sawa. That is what you call depending on your own understanding, or depending on your own skill. Playing around with God like a man. Na tulisema ukizoea na mtu utacheza tu naye hivi. Tafadhali tusizoee Mungu. Bwana sifiwe sana. Go back to your former love. Upendo wako wa kwanza. Upendo wa kwanza unakuwa very serious and you don't want to play around. Hautaki mchezo kwa sababu kuna jua ya kwamba nikicheza tu hapa I will miss it. Surprising, the moment you get it unasahau. May God help you not to forget where he is taking you from. Mahali ambapo Mungu amekutoa usifanye nini? Usisahau. When it comes to our leaders, the people God mandates you take them lightly. Wale viongozi ambao Mungu ametupatia, wawe ni kanisani ama wawe ni katika masehemu zetu za kazi, we need to be very careful that we don't miss the opportunity, we don't miss God's visitation or God's favor, God's blessing, and wherever it is, or God's revelation of him in us, because we are so used to our leaders. These men, they knew Jesus as a village boy, and they forgot that God elevated him to the place of being the savior. Yeah? He was a leader to them at that particular time, as well as a savior to them. Bwana asifiwe sana. Don't be too familiar with your leaders. Sikuwe familiar sana. Respect them, honor them, pray for them. Bwana asifiwe sana. Including your pastor. Simzoea sana. Hallelujah. Pray for them, respect them, honor them. Familiarity, when it comes, it downgrades. When you're familiar with your boss, utafanya kazi na utashangaa ile siku utapewa barua ya kwenda nyumbani. Utaanza kushindwa waona. Kumbe ulimzoea. We have seen this thing happen.
Wewe unakuta, you sometimes you don't even report directly to them. But you umezoea. And then even for those people working here, by the way, tuache mazoea kwa kazi. Hata kwa customer wako wenye mko biashara, tuache mazoea ya hata customers wetu. Mtazoeana tu hivi within no time. Kuna mali nilikuwa nanyolewa. And this guy tukazoeana nafikiri. So hata nikienda hapo kunyolewa venye nilikuwa nikiingia, alafu nakuta anaharakisha hivi, anatengeneza kila kitu, alafu ninakaa. Nikienda pale hata abuki kwa kiti. Tulizoeana, so we have become friends, we talk. So wakati nikiingia hata abuki kwa kiti, uko aje pastor, poa. Ukija kunyolewa, you are like, okay. Sikuja salamu, nilikuja kunyolewa. So unaniuliza nilikuja kunyolewa, And akinyoa hapo hivi unakuta heshima iliyokuwa ilifanya nini? Nikiama hakujua. Paka leo napatanga simu. Messages. Leo ukuji umekaa sana nini. Ajui what happened. Alinizoea. That's why I moved. So even in business, people may leave because umezoeana. Akikuja kumhudumia, unaweza mhudumia hata ukiwa kwa simu, ati ngoja kidogo. Simu yako inakuja na customer kwa hapo. Ngoja kidogo. Unamalizana na customer, alafu ulikuwa unasema aje? Utakuta nimeenda. Mimi utakuta nilienda. Let's not be familiar. Tusizoeane. Hiyo ni mazoea. So even with your leaders, please let's be careful. So familiarity lacks that aspect of honor, and respect. Inakosa ile aspect of honor, and it is to be casual. It brings some sort of casualness. Na ndio nilikuwa nasema to downgrade things. When you are so familiar, then unachukulia vitu tu kikawaida. Kikawaida. Na ndio sababu Yesu siku moja akona wanafunzi wake pale na akawakujia. Na after ametembea na wao, thank God they were faithful to him. Ikafika mahali akauliza, hebu niulize, watu huko wanasemanga mimi ni nani? Wanasemanga mimi ni nani? Na wakamwambia, alafu Yesu akauliza, na nyinyi mnaosemanga mimi ni nani? And thank God for Peter. He had the revelation of who Christ was, and he gave the right answer. Bwana asifiwe sana. The Bible says in Matthew chapter 10 and verse 41 that whoever receives a prophet in the name of a prophet, he receives a prophet's reward. Bwana asifiwe sana. Familiarity, as I come to a close, familiarity will cause you not to receive from your leader, will cause you not to receive. Familiarity, kuzoea, mazoea. And that is why I believe Jesus was asking this question. Watu wanasemanga mimi ni nani? Na nyinyi basi tumetembea na nyinyi, mnajua vile naombaga, vile nafanyanga nini. So watu wanasema na nyinyi mnasemanga aje? As they gave a good answer. So familiarity kile kinafanyanga kingine ni kwamba kwa sababu ya kuzoea kiongozi wako sana, and you can talk anything out there to anybody about them, about your leader, you will never receive from them. Mimi tulifanya kazi na somebody na tukafanya kazi nilikuwa juu yao. And then somehow we met somewhere kwa huduma. Yeye alikuwa katika huduma na mimi sasa nilitoka kwa biashara nikaenda kwa huduma. Mahali tulikutana, when I was ministering, this person alikuwa anashinda wewe. Hakuna. Tulikaa for because we used to meet more often for quite some time. And this man hakuwahi tambua the upasta wangu. Kwa sababu gani? Tulizoeana sana kazini, tuliletana juu sana kazini, mpaka ikafika mahali ambapo when God elevated me to the position ambayo alinipeleka, they could not believe it. So there was no day I blessed them. Wakati ninahudumu sikuwabariki. Sikuwa na shida, hawakuwa na shida, but kuna sehemu hawakuelewa. Ya nini? Kuzoeana, tulizoeana.
Ukinizoea, let me tell you, even for you is listening to me. Hallelujah. Na sijasema usinichekeshe. Hapana. Sijasema usikuje kwa ofisi. Sijasema lakini kuna, you understand what I mean. Mazoea. Ndio sababu naambianga mtu, wacha umenizoea sana. Because kuna vile ambavyo amupelekani vile ambavyo inafaa. So when you familiarity, when you're so familiar, then it will you never receive from them. You never call them, or you never take them with respect, you never take them with honor. Someone once said, you cannot go to the State House and say, when they go State House pale Nairobi, alafu kwa gate ama kwa ofisi useme ninataka kuona Uhuru. Nataka kuona nani? Uhuru. Secretary ama watu wa gate wanaweza kuangalia waseme, are you okay? Because you don't go to the State House unasema nataka kuona Uhuru. Unaenda State House unasema nataka kuona nani? The president. Si Uhuru. So ukienda in the name of Uhuru, hiyo watasema wewe umezoea president wewe. Toa mzaa hapa, toa mchezo hapa. Ama uende Kajiado huko useme nataka kuona Ole Lenku. Tauliza Ole Lenku, utapigwa na mawe hapo ama tear gas. Sema nataka kuona nani? Governor. Waachana nao, enda nyumbani kwenu kama kwetu. Hii weekend I may go home. Alafu nataka kwenda kwa Mbogo. Nifike nyumbani kwetu alafu niseme, Mbogo wako. Mbogo wako. Mbogo is my dad, Kwanza yeye mwenyewe asikie Mbogo na akiwa kwa bedroom yake. I don't know what would happen. So, when the you see the name of your father or your mother, neno namuita jina yake. Hiyo ni kuzoeana. Now it will not go well. There is kuna link itakuwa imefanya nini? Imekatwa, imekatika. You calling them by their names. Na ndio sababu sometimes unakuta hivi mtoto wako hawezi kuita jina yako because anakuheshimu. Mjazoeana. Ile siku atakuita labda tu kwa sababu unahitaji ujue, umfunze jina ama aseme na huko jina mama yangu ni so and so. Lakini even leo mimi hata nikiuliza vijana wangu mimi naitwa nani? Ataniambia akiwa na kawoga na jina ati, ama mama yake atasema akiwa na uoga. Amini atamuita jina yake, anamuita mami or padri or baba, whichever the name we call. Mazoea sio vizuri. Bwana asifiwe sana. For the family, let's also not be familiar with our families. Wazazi, watoto kwa wazazi, let's not be familiar. Parents to children, let's not be familiar. Spouses also. You remember the things that we used to do so much them in the days. Now because you got what you wanted, you no longer do it. Watoto ulikuwa unaaminia Mungu sana, Mungu kinipatia watoto nitawatunza nini. Wamekuja mmezoeana sasa, you don't care. Wakiwa shule walisoma ama wakusoma. Wakiwa ushago kwa shosho hata upigi simu, you don't care. Let's stop being familiar. It's the bad spirit. And especially when it comes to the things of God. Bwana asifiwe sana. Familiarity is not good. Itakupoteza, itafanya upoteze mambo mengi sana. Na ndio nakutanga kwamba upendo wa kwanza, commitment ya kwanza inapotea, not because umebackslide, hapana, you're still a believer. Lakini kwa sababu kuna vitu zingine zimekuja, zimechukua nafasi ya Mungu, zimechukua ile commitment ulikuwa umekuwa committed sana nayo, you no longer see the importance of you taking interest in God. Taking interest in the things of God. Sijui kama wewe ni mmoja wa wale ambao wamezoea, I don't know, and may God help us. Vanessa asifiwe sana. I want you to close your eyes and go before God. And mwambie Mungu, iwapo nimekuzoea, Mungu nisamehe. Na kutoka siku ya leo, mimi mazoea sitaki. Sitafanya mambo nikiwa na ile hali ya kwamba Mungu nimekuzoea sana. And I thank God because every one of us understands what I'm talking about. Tusizoe Mungu. Because we do that, we will miss. People
people in Nazareth, they missed the opportunity that Christ Jesus, the things, the miracles, the healings, the, name them, zile angefanya pale, walikosa kupokea. Kwa sababu gani? Walikuwa wamemzoea. Just go before God and tell God, just forgive me, Lord, mahali nimekuwa familia. Maybe even to your leaders. Some of you umekosa kuenda level ingine. Maybe to be promoted or some sort. Maybe to receive some even salary increment, maybe kama sio promotion. Kwa sababu ya kuzoea kazi. Umezoeana, maybe I can report anytime. I can do anything. Nobody can do me anything. Just tell God, forgive me. Namwambia Mungu, nipe neema sasa. I want to, nataka regeneration. Nataka nguvu mpya. I want to commit myself back again. I want to do it again. I want to be faithful this time round. Sitaki mazoea. Mwambia Mungu nisaidie. Sitaki na sitakuzoea tena. Nitakuwa mwaminifu katika mambo yako. Kama ni ushirika nitakuwa. Kama ni maombi nilivyokuwa ninaomba, nitaomba. Nisikuzoee Mungu. In the name of Jesus, our God and our Father.